Mungu peke yake anaweza kujua moyo. Kama anaweza kujua moyo, Mungu ndiye anaweza kujua hatima ya mtu. Kama ndiye Mungu anaweza kujua hatima ya mtu, inamaanisha ndani ya moyo wako kunaweza kuachiliwa kesho yako. Moyo wako, moyo wangu ni hazina, ndio inatunza vile vinavyoitwa baraka au vinaitwa laana. Inatunza vinavyoitwa uzima au vinaitwa mauti. Kwa kama una uzima ndani yako, ina maana hazina yako imejaa, ilikuwa na uzima tayari. Kama hauna uzima, hazina yako ilianza kutokuwa na uzima ndani yako. Kama umebarikiwa, inamaanisha hazina yako imebeba baraka, na kama hujabarikiwa, inamaanisha hazina yako haina hiyo baraka. Moyo wa mtu, licha ya kuwa ni hazina, moyo wa mtu umebeba hatima ya huyo mtu, umebeba hatima ya huyo mtu. Ndio maana Yesu Kristo anasema kwamba enyi kizazi cha nyoka, nani aliyewaambia kusema yaliyo mema wakati moyoni mwenu ninyi bado mni wabaya? Yote tuliangalia wiki iliyopita. Kwa hiyo moyo umebeba hatima ya mtu. Inawezekana ukawa unazungumza kwa tabasamu na kwa bashasha, lakini moyoni mwako kuna hazina ya kesho yako, kuna hazina ya kesho kutwa yako, kuna hazina ya miaka 10 ijayo. Kijana, labda hujaoa, hujaolewa, moyo wako umebeba hazina yako ya baadaye. Hazina ipi? Imebeba baraka kwenye ndoa, ama imebeba laana kwenye ndoa. Imebeba utashi, uwezo, vipawa utakapokuwa kazini. Na kwa sababu sasa hivi haujawa exposed na majukumu ya aina mbalimbali, kwa hiyo moyo wako umefumbata kesho yako ya utendaji kazi wako. Hatujui utakuwaje kuwaje, lakini tukikuexpose kwenye kazi, tukikupa kazi, tukikuweka kwenye utumishi, tukikuajiri mahari, ndio tunajua kwamba kumbe wewe uko hivi. Inamaanisha nini? Moyo umeficha hazina yako. Kwa kumbe hatima ya mtu ipo kwenye moyo wake, haipo kwenye mazingira unayoishi, haipo kwenye maneno unayozungumza, haipo kwenye matendo unayotenda. Hatima yako iko kwenye moyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Moyo umebeba hatima ya mtu. Kwa nani anaweza kuchungulia hatima yako? Ni Mungu na wewe peke yako.